Mapema jana mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu alikamatwa na jeshi la polisi mkoani Songea au mkoani Ruvuma ambako alikuwa anahutubia wananchi, lakini kulikuwa na kizungumkuti kwamba shida ni nini mpaka bwana Lissu kukamatwa. Kwa wengi walikuwa hawajajua, lakini mapema leo polisi wametoa sababu za kumkamata bwana Tundu Lissu kwa kile ambacho wao wameona kwamba kilikuwa kimesababisha yeye kukamatwa. Sasa polisi wao wanadai kwamba Lissu anashikiliwa kwa uchochezi. Hakuna kiongozi mwingine anayeshikiliwa hapo Chadema zaidi ya Tundu Lissu. Jeshi la polisi mkoani Ruvuma limesema mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu anashikiliwa kwa tuhuma za kutoa maneno ya uchochezi. Akizungumza na Swahili Times kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Songea, mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Songea, SACP Marco Chirwa amesema mpaka sasa hakuna kiongozi yoyote wa Chadema anayeshikiliwa zaidi ya mwenyekiti Lissu. Mpaka sasa hakuna anayeshikiliwa, ila naona wanatafutwa kushikiliwa. Naona kuna kitu wanakidai, lakini bado hawajashikiliwa, amesema kamanda. Aidha amesema taratibu zote zitakapokamilika mwenyekiti Tundu Lissu atafikishwa mahakamani. Hiyo ni taarifa ambayo imetoka mapema leo mara baada ya watu kuendelea kujiuliza kwamba Lissu amekamatwa kwa sababu gani. Sasa polisi wametoka na kudai kwamba amekamatwa kwa sababu ya uchochezi, lakini pia hapa tunaambiwa Heche anadai wananchi wa Chadema au wanachama wa Chadema hatujui aliko mwenyekiti wetu Lissu. Makamu mwenyekiti Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche amesema mpaka sasa hawajui alipo mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu baada ya kukamatwa na jeshi la polisi mkoani Ruvuma jana. Akizungumza na wananchi wa habari mkoani humo, Heche amesema licha ya kupata taarifa ya jumla ya kukamatwa kwa kiongozi huyo, bado hawajajua yupo kituo gani. Mpaka sasa hatujaambiwa yuko wapi. Hakuna anayejua kutoka kwenye chama chetu kwamba mwenyekiti wetu yupo wapi, alisema Heche. Mawakili wetu mbalimbali akiwemo Robert Amsterdam tayari tumeshawataarifu na wanafuatilia jambo hili ndani na nje ya nchi. Kwa hapa ndani tuna wakili Peter Kibatara, Deogratus Mahinyila na wengine, alisema Heche. So hiyo bado ni taarifa ambayo inaendelea kushika vichwa vya habari. Kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu imekuwa ni habari ambayo kidogo inaleta shida na imekuwa ikileta maswali mengi kichwani mwa wanasiasa wengi na wafuatiliaji wa siasa kwamba huyu ni mwenyekiti, alikuwa kwenye kampeni, alikuwa anahutubia wananchi, lakini akakamatwa, japo polisi wao wanadai amekamatwa kutokana na uchochezi, lakini ni mambo mengi yanazungumzwa chini ya hili. Tukiwa hatujakaa sawa, tukaona LHRC imeitaka polisi kumwachia Tundu Lissu na kuheshimu haki za kikatiba. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania LHRC wamelitaka jeshi la polisi nchini Tanzania kumwachia mara moja mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu anayeripotiwa kukamatwa na kutiwa kwenye kituo cha polisi Mbinga mkoani Ruvuma mara baada ya kumaliza mkutano wake wa hadhara Mbinga mjini April 9, 2025. LHRC kupitia kwa mkurugenzi mtendaji wake
wakili Anna Henga akimeeleza pia kusikitishwa na taarifa za kukamatwa kwa Tundu Lissu na wanachama wengine wa chama hicho, wakieleza kuwa wanafuatilia kwa ukaribu tukio hilo na kuahidi kuwa wataleza vyema hatua zitakazochukuliwa na kituo hicho. LHRC pia imeitaka polisi ya Ruvuma kumpatia haki zote muhimu Tundu Lissu, wakikumbushwa kuwa mikutano ya hadhara na maandamano ni haki ya kikatiba kama ilivyobainishwa chini ya kifungu cha 20 cha katiba ya 1977 na kifungu cha 11 cha sheria ya vyama vya siasa sura ya 25(8) aram, E 2019. Kuna barua hapa ambayo imetoka LHRC ambapo inaandika taarifa kwa umma. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu amekamatwa na jeshi la polisi mara baada ya kumaliza kuhutubia mikutano ya hadhara leo Mbinga, Ruvuma. Katika tukio hilo, jeshi la polisi limetumia mabomu ya machozi, risasi za moto na kupiga wananchi ili kuwatawanya wananchi waliokuwa wamekusanyika kwa amani kusikiliza mkutano wa chama. Hadi sasa sababu halisi za kukamatwa kwake bado hazijawekwa wazi. Viongozi wa chama tunaendelea kufuatilia kwa karibu ili kubaini sababu za kukamatwa kwake na mahali alipopelekwa. Tunaendelea kujulisha umma mara tu tutakapopata taarifa zaidi. Hii imetolewa siku ya Jumatano April 9, 2025. Huyu aliyeandika ni Brenda Lupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chama cha Demokrasia na Maendeleo. So hiyo ndo taarifa ambayo ipo mpaka sasa hivi, inaendelea kugonga vichwa vya Watanzania wengi, lakini pia na wafuatilia siasa wengi juu ya hiki ambacho kinaendelea kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwa maana ya Tundu Lissu kukamatwa jana akiwa anahutubia wananchi huko mkoani Songea, na jeshi la polisi lilienda kumkamata. Taarifa iliyotoka leo kutoka kwa jeshi la polisi linadai kwamba alikamatwa kutokana na uchochezi. Amekamatwa kutokana na uchochezi, kauli za uchochezi ambazo alikuwa amezitoa. So bado hatujajua na hatujaelewa kwamba uchochezi ulikuwa kwa namna gani. So jeshi la polisi wao wenyewe ndio wanatakiwa waje watoe au wafafanue kiundani kwa hiki ambacho kinaendelea. Lakini vyama vya siasa naona vyote vipo huru, vinafanya kampeni, na tena ni kampeni ambazo ni huru kabisa. Kama tunavyoona CCM wanazunguka na wanaongea mbona vitu ambavyo pia na wenyewe kama polisi wangekuwa wapo katikati, basi inawezekana pia hata CCM nao wangekamatwa, kwa sababu siasa ni mchezo ambao ni kama mpira tu. Wewe unatakiwa umpunguze makali adui yako kwa kutoa sera zako na maneno yako. So hiki ambacho kinaendelea, huenda polisi watakuja kufafanua vizuri kwamba uchochezi wa waliofanya Tundu Lissu upo kwa namna gani. So naamini polisi, kwa sababu ni watu wenye busara, wataweza kaja kutoa taarifa zaidi kwamba kipi ambacho kilifanya mpaka sasa hivi Tundu Lissu ashikiliwe. Na kwa taarifa ambazo ninazo mpaka sasa hivi ni kwamba Tundu Lissu ametolewa Songea, amesafirishwa kupelekwa Dar es Salaam kwa ajili ya mahojiano zaidi, na mahojiano wanasema akikamilika basi atafikishwa mahakamani. So tuendelee kusubiri tuone ni nini ambacho kitatokea kwenye sakata hili.